Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka watumishi wa sekta ya ardhi kubadilika kufanya kazi kwa weledi na uaminifu kuepuka rushwa. Kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu imeishauri serikali kuongeza usimamizi wa ujenzi wa miundombinu barabara ya mabasi ndio haraka awamu ya 3 ili kamilike kwa wakati. Mamlaka ya mapato nchini TRA imetoa wito kwa Watanzania kuendelea kuhakikisha ulipaji kodi wa kuendelea kudai na kutoa risiti za kielektroniki pindi wanapouza na kununua bidhaa. Katika mataifa mbalimbali, bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limefungua rasmi kikao chake cha Machi, ambapo mjadala mkubwa utajikita katika vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi hiyo pamoja na mazungumzo yanaendelea huko mjini Luanda. Habari za kutwa nzima ya leo, mtazamaji. Ninakukaribisha katika Upendo TV habari. Jina langu ni Mesha Kimuria. Nitakusomea habari za kitaifa hapo baadaye. Tutayapata kutoka mataifa mbalimbali kabla ya kuungana na wenzetu mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA kwa utabiri wa hali ya hewa. Karibu ungane nami mpaka pale tamati. Uchambuzi wa habari zetu unaanzia huko jijini Dodoma. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka watumishi wa sekta ya madini na ardhi kubadilika kufanya kazi kwa weledi na uaminifu na kuepuka rushwa, kwani kwa kufanya hivyo kutaleta usawa na haki kwa wananchi, kupunguza migogoro ya ardhi iliyopo katika jamii. Taarifa iliyoandaliwa na Annie Timlepatali na somo studioni na Arafu Mande Muno. Rais Dr. Samia ametoa onyo hilo jijini Dodoma wakati akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023. Amesema kumekuwa na maeneo kwa baadhi ya wadau wakiwemo wananchi kuwa wapo watumishi wa ardhi ambao hawatendi haki katika ugawaji wa ardhi, jambo ambalo linaletea taswira mbaya serikali na kuwataka kuacha mara moja. Niwaombe sana watumishi kwenye sekta hii, kila mmoja sasa aseme na moyo wake, aseme na kwenda kubadilika na kuhudumia nchi yangu. Yanayotokea ni kubatilisha haki kuwa halali na halali kuwa batili. Hili Mungu halipendi hata kidogo. Mwenye haki unambatilisha, lakini asiye haki unamhalalisha. Hili Mungu halipendi hata kidogo. Kwa niwaombe sana watoto wangu, wanangu, ndugu zangu mlio kwenye sekta hii, badilike. Lakini pia mnasemwa kwa ucheleweshaji wa hati kwa makusudi. Leo nimezindua mradi wa utoaji wa hati ambao unakwenda kufacilitate, kuharakisha utoaji wa hati. Kwa hiyo hili kupitia mradi wenu ule linakwenda kuondosha hili. Hongereni sana. Hongereni. Akizungumzia suala la fidia, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali inaendelea kuimarisha udhamini na ulipaji wa fidia pamoja na uwepo wa sharti la ulipaji wa fidia kutokana na uwepo wa upungufu wa utaratibu wa malipo ya fidia ya ardhi na mali, hali ambayo imeleta malalamiko miongoni mwa wananchi kuhusu mchakato wa fidia hiyo. Tuna malalamiko makubwa tu ya walimu na watumishi wa afya. Wanakokwenda kule inatulazimu serikali sasa kuhangaika kutafuta pesa za kuwajengea nyumba. Lakini kumbe shirika letu la nyumba lingepata fursa hizi kwa kushirikiana na private sector, wakenda wakajenga kule. Mwalimu popote anapopangwa ana uhakika nyumba ipo, nyumba ya maana, nyumba anayoweza kuishi na kufanya maisha yake. Na mtumishi wa afya hivyo hivyo, na watumishi wengine hivyo hivyo. Kwa hiyo sera hii tunajielekeza huko, tupate washiriki wazuri na shirika letu la nyumba na miradi hii ifanywe kwa kiasi kikubwa. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Deogratias Ndejemi amesema uzinduzi wa sera hiyo, mipango mingi iliyopo katika sekta ya ardhi inaendelea kutekelezeka kwa ufanisi, huku akieleza kuwa ifikapo mwaka 2023 nchi itakuwa imepimwa yote, ambapo kila ardhi itatambulika, hali itakayosaidia kupunguza migogoro. Umetoa zaidi ya bilioni 133 ambazo katika fedha hizo ndio leo pia umetukabidhi vitendea kazi vya magari zaidi ya 70 ambayo umeyazindua Mheshimiwa Rais, ambayo vitendea kazi hivi vinakwenda kwenye halmashauri zetu na mikoa yetu
kuhakikisha kwamba watumishi wetu wa Wizara ya Ardhi wanaenda kutekeleza majukumu yao kwa weledi, kwa wakati na kupeleka huduma kwa wananchi. Haya yote ni wewe Mheshimiwa Rais ambayo umeyafanya. Lakini vivyo hivyo Mheshimiwa Rais, umetoa zaidi ya dola za Kimarekani milioni 65 kwa ajili ya kwenda sasa kutengeneza ramani ya msingi mpya katika nchi yetu. Nchi yetu mara ya mwisho ilipimwa mwaka 1978 katika kutengeneza ramani ya msingi, lakini uliona umuhimu na katika kipindi chako ukatoa fedha hizi. Naibu Spika wa Bunge Musa Zungu amesema sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023 ambayo imezinduliwa jijini Dodoma ni mkakati mzuri wa kwenda kutatua migogoro ya ardhi kwa wananchi, huku naibu waziri wa ardhi na maendeleo ya makazi na serikali ya mapinduzi Zanzibar Salha Mohamed Mwinjuma akisema Zanzibar iko katika hatua za maandalizi ya kufuta sheria ya mahakama ya ardhi na badala yake kuweka mabaraza ya ardhi. Tukio la leo hili ni historia kubwa sana, kitu ambacho kimesubiriwa miaka mingi sana kwenye taifa letu, na kwa kipindi kifupi mambo mengi yaliyosubiriwa sasa unayaleta na kuhakikisha kuwa taifa linaendelea kuwa na amani, na migogoro hii ya ardhi pamoja na wakulima na mifugo na haki za Watanzania kwenye ardhi zisimamiwe vizuri kwenye sera hii. Kumekuwa na changamoto mbalimbali kwenye sekta ya ardhi katika sera hii. Sasa ni mkakati mzuri wa kutatua changamoto hizi, hususan katika kutatua migogoro ambao wananchi wanakumbana nayo. Naamini mna malengo, mna kiu ya kuweza kubadilisha hasa katika mifumo hii ya ardhi na mambo mengine, kwa lengo tu la kuwasaidia wananchi wetu waweze kuondokana na changamoto ya migogoro ya ardhi, lakini na mambo mengine. Kwa hiyo na sisi kama wizara tunaahidi mashirikiano haya kuendeleza, na tutakuwa na wenzetu bega kwa bega ili kufikia yale malengo ya viongozi wetu wapendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Uzinduzi huu umeambatana na kukabidhi magari 70 pamoja na vitenda kazi kwa wizara nyingine kwa ajili ya kuimarisha usimamizi wa ardhi nchini. Sasa tutizame katika jiji la Dar es Salaam ambapo kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu imeshauri serikali kuongeza usimamizi wa ujenzi wa miundombinu ya barabara ya mabasi ndio haraka BRT awamu ya 3 kutoka katikati ya mji Posta hadi Gongo la Mboto ili ikamilike kwa wakati kama ambavyo mkataba unaonyesha, na hivyo kuondoa changamoto ya msongamano uliopo. Taarifa ya Vincent Kasambale na somo studioni na Zakaria Usanga. Kakoso wakati akizungumza na waandishi wa habari baada ya ziara ya kukagua ujenzi huo ambao umefikia 81% na kueleza kwamba pamoja na kuridhishwa na ujenzi huo, lakini wana wasiwasi unaweza usikamilike kwa wakati. Tumejiridhishwa kwa kasi inayoenda, lakini tuna mashaka muda ambao umepangwa kumalizika kwa mradi huu unaweza usikamilike kwa wakati. Kwa hiyo tumeiomba serikali wamsimamie mkandarasi kuhakikisha anakamilisha ujenzi wa barabara kwa muda ambao wamekubaliana wa mkataba wake, kwani amebakiza miezi michache sana ili aweze kukabidhi ule mradi. Na sisi tunaangalia kwa jinsi eneo ambalo bado linafanyiwa kazi, inawezekana kabisa zile miezi 4 zilizobaki asikamilishe. Ndio maana tumeiomba na kuishauri serikali mkandarasi asimamiwe, afanye kazi usiku na mchana ili aweze kukamilisha ule mradi. Naibu Waziri wa Ujenzi Mhandisi Godfrey Kasekenya amesema ujenzi wa mradi upo nyuma kwa 100% na kwamba kilichokwamisha ni uondoaji wa baadhi ya miundombinu mingine ikiwemo ya maji na umeme katika barabara hiyo, huku akiahidi kuwa ifikapo mwezi Juni mwaka huu utakuwa umekamilika. Kwa hiyo hayo kabla hujaanza kujenga barabara ujue, na kuna mingine ambayo hata hizo wizara zingine ama taasisi zingine zilikuwa hazijui kama inapita hapa. Kwa hiyo unaweza kukuta katika ujenzi unaikuta. Kwa hiyo lazima usimame kwanza, usisitishe hiyo huduma ya maji machafu. Uhakikishe kwamba unaijenga ndo unaendelea na kazi. Kwa hiyo ilitusumbua sana na ikachukua muda mrefu
wa kwanza, lakini baada ya kutatua hizo changamoto sasa hivi tumekwenda kasi na tuko 1% tu nyuma, ambao tunadhani sio mbaya sana. Kwa mujibu wa mkataba tunategemea mwezi wa 6 tuwe tumekamilisha, na tunadhani shughuli zote za msingi ifikapo kipindi hicho tutakuwa tumekamilisha. Wanakamati wameonyesha wasiwasi, lakini tumewaambia kwamba kazi iliyopo ni tofauti na iliyokuwepo mwanzo, na hapa tulipo ni kwamba hawa wenzetu kila kitu wanakitengenezea hapa, wanakwenda tu kukipachika wanapokwenda site. Naye meneja wa mradi huo mhandisi Frank Mbilinyi amesema ili kukamilisha kwa wakati ujenzi huo, amewaomba watumiaji wa vyombo mbalimbali vya usafiri kuacha kuingia maeneo ya ujenzi pamoja na wananchi kuacha kufanya biashara sehemu za ujenzi kwa kuwa wanahatarisha usalama wao. Tukifanya hivyo foleni zitapungua kuliko ambavyo kila mmoja anafuata utaratibu wake. Unakuta wenzao wanasubiri, wewe unakatiza unaenda kwenye eneo ambalo limezuiwa. Hiyo inasababisha foleni. Wengine wanaingia kwenye maeneo yamezuiwa, anafika mbele anakuta kumefungwa kwa sababu eneo hilo bado halijaruhusiwa upande wa mbele na imewekwa alama kwa usiingie hapo. Kwa unakuta unapata tabu wewe mwenyewe dereva ambao umeingia sehemu ambalo limezuiwa usiingie, lakini umeingia kwa sababu liko wazi. Maelekezo yako dhahiri, maeneo yote ambayo yamezuiwa yamewekwa alama kwa hapa usiingie, basi fuata hivyo, fuata foleni. Hilo litatusaidia kuondoa adha ya kukaa foleni, kwa sababu ukichomeka ukiingia sehemu ambayo sio yenyewe basi ndio unasababisha foleni. Kwa hiyo tutoe mwito huo, madereva waangalie, wafuate utaratibu kwa ajili ya usalama pia. Kwa ajili ya usalama kwa mpita kwa miguu, mpita kwa pikipiki na kwa gari jingine pia. Kamati hiyo pia imetembelea wakala wa umeme na ufundi TEMESA na kuiagiza serikali kuwalipa fidia wananchi wanaotakiwa kuhamishwa ili kupisha sehemu ya kupaki magari upande wa Kigamboni pamoja na kuharakisha matengenezo ya kivuko cha MV Makogoni ambacho kinafanywa matengenezo Mombasa nchini Kenya ili kutoa huduma kwa wananchi. Mtazamaji, tukisalia katika jiji la Dar es Salaam, mamlaka ya mapato nchini TRA imetoa wito kwa Watanzania kuendelea kuhakikisha ulipaji kodi kwa kuendelea kudai na kutoa risiti za kielektroniki pindi wanapouza ama kununua bidhaa mbalimbali. Katika mahojiano yake maalum na Upendo Media, meneja elimu kwa mlipa kodi CPA Paul Walalaze amesema katika kuendelea kutoa elimu kwa Watanzania wameanza kampeni maalum ya mlango kwa mlango ili kila mwananchi apate elimu ya kodi na kujua namna ya kulipa kodi kwa usahihi. Francisco Nongolo aliongoza mazungumzo baina yake na Paul Walalaze. Asante kutoka studio nambari 1 na karibu katika studio nambari 2. Mwezi wa 3 huu ni mwezi ambao unatajwa kwamba ni mwezi adhimu kikodi. Kwa nini tunasema hivyo? Mwezi wa 3 ni mwezi wa mwisho katika ile kalenda ya ulipaji kodi kwenye kipindi cha makadirio. Ikumbuke kwamba kodi ya mapato inalipwa kwa awamu. Kwa mwezi wa 3 ukiangalia miezi ile mitatu kuanzia Januari, Februari na mwezi wa 3 ni mwezi wa mwisho katika makadirio ya kodi kwa mwaka huu 2025. Kwa ndio maana mwezi huu wa 3 tunaweza mwezi adhimu, ni mwezi mahususi sana kuhakikisha kwamba walipa kodi, wadau wetu wafanya biashara wanawasilisha makadirio yao ya kodi pamoja na kulipa ile kodi ya awamu ya kwanza ambao mwisho wake ni tarehe 31 mwezi huu wa 3 mwaka 2025. Okay. Na ukiangalia kodi ya mapato inalipwa kwa awamu, lakini msingi mkubwa unajengwa kwenye makisio, kwenye makadirio. Na makisio au makadirio kipindi chake cha mwisho ni huu mwezi wa 3. Kwa mwezi wa 3 una vitu vingi sana vya kufanya. Kama ni ile msingi au kujenga nyumba, tunaanza na msingi chini. Kwa msingi unaanza kujengwa huu mwezi wa 3. Ndio utakupa picha kwa mwaka huu wa kalenda 2025. TRA angalau naweza kwenye makadirio ya kodi haya yatatupa mwanga kiasi gani. Ziepuke hizo riba na adhabu. Hakikisha unawasilisha makadirio yako vizuri na kwa wakati. Ni wafanyabiashara wa kiwango gani ambao wanahusika na makadirio katika mwezi huu wa 3? Ijulikane tu kwamba kwa wote ambao wafanya biashara wote makadirio ya kodi yanaanza kwa ule mwenye mauzo kuanzia 0 mpaka milioni 4. Huyo makadirio yake yanakuwa ni 0 na ndio maana tunamweka kwenye uatamizi. Ila kwa yule ambaye mauzo yake kuanzia milioni 4 hadi milioni 7 analipa kodi katika kiwango cha 100,000. Na hilo 100,000 ndugu mtangazaji analipa kwa awamu. Mwenye mauzo kuanzia milioni 7 kuendelea mpaka milioni 11 analipa kodi 250,000 na yeye analipa kwa awamu 62,500. Mwenye mauzo kuanzia milioni 11 mpaka milioni 100 huyu anapiga tu mahesabu ya mauzo yake.
3.5 yale mauzo yake ambayo yapo kwenye EFD atapiga, atajua kiasi gani. Lakini mwenye mauzo kuanzia milioni 100, huyu anakuwa na mshauri wa kodi, anaita tax consultant, atawasilisha makadirio yake kwa kupitia mfumo kwenye taxpayer portal, kwenye lango la kuingilia la mlipa kodi, ambao kupitia tini yake tu anaweza kawasilisha makadirio yake bila hata kufika mamlaka ya mapato TRA. Tumeona mmeanza kampeni ya mlango kwa mlango. Pengine kampeni hii inalenga kufanya kitu gani na inatekelezeka vipi? Kwanza ndugu mtangazaji, tunashukuru sana. Kampeni hii ni kampeni ya elimu ya kodi mlango kwa mlango. Ikumbuke kwamba mamlaka ya mapato tuna majukwaa mbalimbali ambayo ya kuwafikia wadau wetu. Lakini jukwaa hii kubwa ambayo limekuwa vested, limepewa kwa idara ya elimu kwa mlipa kodi, ni kuhakikisha kwamba elimu ya kodi mlango kwa mlango inaendelea. Na pia pamoja na hivyo, serikali inaifadhili huu mradi na umeleta matunda makubwa. Kumbuka zile semina tunazoandaa, si wote wanaoweza kufika kwenye semina. Lakini ukifika kwenye mlango wa mlipa kodi, ni rahisi hata kujua hali ya biashara ya mlipa kodi. Kwa hiyo tuna mashauri mbalimbali ambayo tunawashauri, na pamoja na hivyo kuna sehemu nyingine inawezekana biashara ameleta makadirio madogo, tunashauri hata manager wa mkoa husika, bwana, makadirio yake ule aongezewe. Lakini kuna wengine makadirio yao yamekuwa makadirio makubwa kulingana na halisia ya biashara, na yenyewe tunashauri nini yapunguzwe. Lakini zaidi sana maulizo mbalimbali ya walipa kodi na wenyewe tunaenda kuyajibu. Kwa hiyo kupitia hivyo tunaamini kwamba hata ile kuhamasishana kulipana kuhusu ulipaji wa kodi na yenyewe itakuwa ni endelevu. Kwa hiyo elimu mlango kwa mlango itakuwa ni endelevu. Na kuna timu ambayo iko hapa Kinondoni, kuna timu ambayo iko Shinyanga, Simiyu, na leo wako Kahama pia, kuhakikisha kwamba tunaenda kutoa elimu ya kodi mlango kwa mlango. Kwa kupitia support yenu ni wadau. Wadau mmoja hapo ni Upendo Media, Upendo Television na wengine wote. Wito wako kwa Watanzania wote wanaokutazama kwa hivi sasa? Cha kwanza tunaomba sana support kutoka kwao. Tukifika kule hatuendi kwa ajili ya kufunga biashara. TRA sasa hivi hatufungi biashara za walipa kodi. Tunaenda kule kwa ajili ya kuwapa elimu. Kama kutakuwa na maulizo yote, mfanya biashara ukiona TRA, tupe ushirikiano wako. Hata ukiona wanapita, wasimamishe, waambie kuna maulizo haya. Na tunaenda kupita huko, kuna madereva, pikipiki, na yenyewe tunaenda kuwapa elimu. Na tuwape tu hongera sana na pongezi walipa kodi kwa jinsi wanavyolipa kodi zao kwa hiari. Na tutaendelea kuwa nao. Okay. Sawa, po mimi nikushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Mtazamaji, ndivyo ambavyo tunahitimisha mazungumzo yetu kutoka studio nambari 2 hapa kwa dakika hizi 5 kuhusiana na kampeni ya mlango kwa mlango, lakini umuhimu wa mwezi huu wa 3 kwa wewe mlipa kodi. Jina langu ni Francisco Nongolo, ni kurejeshe studio nambari 1 kwa ajili ya kuendelea na taarifa yetu ya habari. Sawa, Francisco Nongolo, nakushukuru sana kwa mazungumzo hayo na ndugu yetu Paul Alaze. TRA sasa hivi wamekuwa rafiki kweli wa walipa kodi. Hii ni safi sana hii. Tukiwa bado tunatizama habari katika jiji la Dar es Salaam, tuungane sasa na Potina Nelson wa Ibra akitueleza kuhusiana na zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la upiga kura kwa halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam umeanza leo kwa muda wa siku 7, huku wito ukitolewa kwa wananchi wote kujitokeza kuboresha taarifa zao ili wasije wakakosa haki za kikatiba. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Mahakama ya Rufani Jacobs Mwambege ametembelea baadhi ya vituo na kujionea uandikishaji unavyoendelea na kushauri wananchi wa Dar es Salaam kuzitumia siku za mwanzo za kuboresha ili kuepusha msongamano siku za mwisho. Sasa tuko kwenye awamu ya 13 ambayo ndio awamu ya mwisho. Na maana tuko kwenye mzunguko wa 13 ambao ndio mzunguko wa mwisho. Tayari tumesha fanya uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura katika mikoa yote ya Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Hii mzunguko wa 13 inahusu mkoa wa Dar es Salaam. Nimeshuhudia ufunguzi pale Mnazi Mmoja wa kituo cha uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura saa 2 kamili asubuhi. Watu wengi wamejitokeza, na sasa niko hapa Muhimbili, nimetoka Upanga. Watu wengi wamejitokeza kuja kujiandikisha na kuboresha taarifa zao. Na wasihi wa Tanzania wa hapa Dar es Salaam wajitokeze kwa wingi, wale wanaostahili kuja kuboresha taarifa zao au kuja kujiandikisha upya. Leo tarehe 17 na mwezi huu wa 3 2025
ndio siku ya kwanza, mwisho tarehe 23 mwezi huu wa 3 2025. Sasa tuna kawaida, wengine wana kawaida kujitokeza kuja kuandikisha au kuboresha taarifa zao mwisho, na wasihi waje siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu, ili siku hizo zitosha. Mtu huwezi kujua kwamba una dharura gani siku zitakapokuwa zinaisha. Afisa mwandikishaji wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni yenye majimbo ya Kawe na Kinondoni, Omari Mkangama, matarajio ya tume ni kuandikisha wapiga kura wapya 643,420 mkoani Dar es Salaam, ambapo jumla vituo 1757 vinatumika kwenye uboreshaji kwa mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la vituo 96 katika vituo 1661 vilivyotumika kwenye uboreshaji mwaka 2019-2020. 17 mwezi Machi 2023, jimbo la Kinondoni na Kawe tumeanza zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Katika jimbo la Kinondoni na Kawe tuna jumla ya vituo 406. Kwa siku ya leo ambao ni siku ya kwanza, tumeweza vituo vimefunguliwa mapema saa 2 kamili asubuhi, ambapo wananchi mbalimbali wameweza kujitokeza katika vituo hivyo kwa ajili ya kuweza kupata haki yao ya msingi, kuweza kujiandikisha na kuboresha taarifa zao mbalimbali. Baada ya vituo kufunguliwa, tumepitia kwenye vituo mbalimbali kwenye kata za Ndugumbi, kata za Magomeni, kata ya Kinondoni, kata ya Mwananyamala pamoja na Kijitonyama. Mwitikio wa wananchi ni mkubwa, wamejitokeza katika vituo hivyo kwa ajili ya kuona kwa jinsi gani wanaweza kujiandikisha. Baada ya kupitia maeneo hayo, kuna vituo vile ambavyo tulibaini vina idadi kubwa ya wananchi, hasa kituo cha kata ya Ndugumbi, kituo cha Vigaeni, ambapo tulielekeza sasa mashine moja au BVR kiti moja iweze kuongezwa ili kusaidia kupunguza idadi ya watu ambao wamejitokeza. Mimi kama afisa mwandikishaji nitoe wito kwa wananchi wote wa jimbo la Kinondoni na Kawe waweze kutumia fursa hii ya uandikishaji, ambapo zoezi hili litakaa kwa muda wa siku 7. Kwa hiyo wananchi wote tunatoa hamasa, tunatoa wito tujitokeze kwenye vituo vyetu, kwa sababu hali ya vifaa iko vizuri na usalama upo wa kutosha. Kwa kama tunavyofahamu, kujiandikisha ndio msingi wa uchaguzi bora wa mwaka 2020 na 2025. Asante. Tume imeshakamilisha uboreshaji wa daftari katika mikoa 29 kwa mujibu wa ratiba. Leo tume inaanza uboreshaji katika mzunguko wa 13 ambao ni mzunguko wa mwisho wa uboreshaji wa daftari. Na sasa mtazamaji, ni huko katika Geneva ya Afrika, jiji la Arusha. Askofu mstaafu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, Dayosisi ya Meru, ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya shirika la JM Memorial Heart Foundation, Paul Akio, ameasa jamii kuwa na utaratibu wa kufanya mazoezi ya kupima afya zao mara kwa mara ili kugundua endapo wana dalili zozote zile za magonjwa hasa yasiokuwa ya kuambukiza ikiwemo magonjwa ya moyo. Taarifa ifuatayo inatufafanulia kwa kina. Ameyasema hayo akiwa mkoani Arusha wakati akifungua mkutano mkuu wa mwaka wa taasisi isiyokuwa ya kiserikali ya JM Memorial Heart Foundation yenye makao makuu yake mkoani Arusha. Amesema kuwa kutokana na mtindo wa maisha kubadilika, magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza yameongezeka kwa watu wa rika zote wakiwemo watoto wadogo. Hivyo jamii inapaswa kuchukua tahadhari kubwa ya kuchunguza afya zao mara kwa mara, na zaidi sana elimu inapaswa kutolewa kuanzia ngazi ya chini. Kwa hiyo lengo letu hasa ni kusaidia kuelimisha jamii kuanzia ngazi ya chini, kuanzia shule za msingi, sekondari, vyuo na hata huko sharikani, ili watu wapate elimu ya kujifahamu afya zao na jinsi ya kula vyakula vinavyoweza kuwasaidia, lakini pia namna ya kufanya mazoezi na kuepuka na vile ambavyo vinachangia tatizo la moyo katika maisha yetu. Kwa hiyo ni jambo ambalo tumegundua kwamba kwa kweli watu wengi, hata sisi ambao tumekwenda shule, elimu ya moyo hatuna, na wakati mwingine tumekula vitu ambavyo vimetuathiri kwa namna moja au nyingine. Kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi hiyo Joseph Tarimo ameeleza kuwa
Maono ya taasisi hiyo ni kuona Watanzania wanaishi wakiwa na afya njema, huku daktari bingwa wa magonjwa ya moyo kutoka JKCI ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa shirika hilo, Angela Muhozia, akieleza madhara yanayotokana na magonjwa hayo ya moyo. Athari ya magonjwa ya moyo yana changamoto katika jamii zetu katika mapana yake. Ukianza katika mtu mmoja katika swala la kusononeka katika swala la afya, lakini vile vile pia uchumi, kuharibu uchumi wa familia na jamaa kwa ujumla. Kwa hiyo tunasisitiza jamii endelee kuamka na kupata mwamko zaidi. Tunawashauri swala la mazoezi tunafanya kila wiki. Kwa jamii katika vituo ambavyo tunavianzisha tumesha takriban vituo 4 na tumeanza, lakini mwaka huu tutaongeza vifike 8 zaidi. Na shida kubwa ni kwamba watu wengi wanagundulika wakiwa wamechelewa sana na matatizo ya moyo. Kwa hiyo matibabu wanayapata kwa kuchelewa na yanakuwa hayana matokeo mazuri. Kwa hiyo bado madhara ya magonjwa ya moyo kiuchumi, kifamilia, wao kuweza kuchangia kwenye pato la taifa yanakuwa ni madogo sana. Tuna magonjwa ambayo tunasema kwamba ni acquired. Haya ni magonjwa ambayo tunayapata kutokana na lifestyle ambazo tunaishi kwa sasa. Kwa mfano pressure ya kupanda, lakini pia kuna kuziba kwa mishipa ya moyo ambayo ni tatizo linawapata watu wengi wazima kuanzia miaka 40 na kuendelea. Na hii inatokana na kwamba watu wengi wanaishi sedentary life. Tunasema maisha yale ambayo hayana mazoezi, lakini pia tunakula chakula ambacho sio balanced diet. Akishukuru kwa niaba ya wajumbe wa mkutano huo, mkurugenzi wa shule ya Angaza Lutherani Mchungaji Joel Malaki ameeleza kuwa kutokana na mada zilizotolewa kwenye mkutano huo wako tayari kuipeleka elimu hiyo katika jamii. Mimi kuna daktari mmoja aliniambia kila siku hakikisha unatoka na jasho. Na jasho haliwezi kukutoka bila kushughulisha misuli. Kwa sababu hiyo wapendwa, tukawe watu wa mazoezi, ni tiba mojawapo, ni zuio mojawapo la changamoto hii ya moyo. Tuwaambie na wengine, ukikutana na watu wawili, zungumza nao juu ya changamoto ya moyo, yale mafunzo uliyoyapata hapa. Huu ni mkutano wa pili tangu kuanzishwa kwa shirika hilo. Kutoka mkoani Arusha, mimi ni Elihuruma Stanford Chao, Upendo TV, habari. Mtazamaji, huko visiwani Zanzibar kwa sasa, mrajisi wa taasisi zisizo za kiserikali Zanzibar Ahmed Hamis Alid amesema jamii kwa kushirikiana na jeshi la polisi wana wajibu mkubwa wa kuwanusuru watoto kutojiingiza katika vitendo vya kihalifu na kuwafanya kuwa raia wema wenye kuleta tija kwa taifa. William Mwanaishe Chambo ana taarifa kamili. Mrajisi amesema hayo akifungua mafunzo ya awamu ya 3 ya usalama wetu kwanza kwa askari polisi na vikundi vya ulinzi shirikishi, kwa kufafanua kuwa bado kuna changamoto kubwa katika jamii ya kutokuripoti kesi za udhalilishaji na kuamua kuzisuluhisha kesi hizo ndani ya familia, jambo ambalo linachochea na kuendeleza ukatili katika jamii. Hasa kazi ya kuwanusuru watoto wetu katika uhalifu uliopo katika maeneo ya jamii. Bado tunazo changamoto kubwa tulizonazo katika kuziripoti kesi hizi za uhalifu, zikiwemo za udhalilishaji wa watoto wetu. Hili ni changamoto ambalo tunalo katika jamii, na sisi kama watendaji wa jamii zinazotuzunguka tuendelee kushajisha, tuendelee kukemea na kuiasa jamii umuhimu wa kuziripoti kesi hizi katika vyombo vinavyohusika. Mkuu wa polisi jamii Zanzibar, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Jonas Mahanga, amesema mradi wa usalama wetu kwanza shuleni umekuwa na mafanikio makubwa kwa kuweza kuibua kesi za udhalilishaji ambazo hazikuwa zimeripotiwa vituoni na pia kuwezesha kuwarudisha shuleni watoto watoro 299. Zima ya jeshi la polisi ya kuzuia na kupambana na uhalifu. Kwa hiyo tunashirikiana na wazazi, walimu na jamii kwa ujumla katika kuwafundisha watoto aina mbalimbali za uhalifu ambazo zinaweza kuwa ni hatarishi kwao,
na vile vile yale makosa ambayo yamewatokea nyumbani, yale makosa ya udhalilishaji ambayo unakuta yamewatokea nyumbani lakini hakuweza kuripotiwa, kuwafundisha aina za uhalifu ambazo wanatendewa na ambazo tunahisi kwamba wanaweza akatendewa kulingana na mazingira yaliyopo, ili wanapozitambua iwe ni rahisi kuziripoti. Mratibu wa malezi mbadala ya watoto kutoka SOS Ali Yusuf Hamis amesema jeshi la polisi limekuwa na msaada mkubwa katika kumlinda mtoto na vitendo vya uhalifu, hivyo ameahidi kuendeleza mshirikiano na jeshi hilo. SOS kama taasisi tupo katika transformation kubwa, ama tunasema big shift, ambayo tunatoka katika malezi ya watoto katika vijiji, na lengo letu kubwa ni kuwakutia watoto wengi zaidi, ambapo tunakwenda katika mradi wa kuimarisha familia. Mradi huu unafanyika kwa muda sasa, lakini transformation yetu kubwa ni kufanya kazi na taasisi ikiwemo jeshi la polisi, ambayo tumeona opportunity kufanya nao kazi wao, tunaweza kufikia wadau wengi zaidi. Mtazamaji, na sasa tuelekee huko Dodoma ambako Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia na Ubunifu imesema kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania serikali imetenga shilingi bilioni 6.3 kwa ajili ya miradi ya utafiti na kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Christina Mshiu anakamilisha taarifa hii. Hayo yamesemwa jijini Dodoma na mkurugenzi mkuu wa COSTECH Dr. Amos Nungu wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mafanikio na mwelekeo wa tume hiyo katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6, ambapo amesema kuwekeza shilingi bilioni 2.3 kupitia Samia Commercialization, serikali imewapa wabunifu wa Kitanzania fursa ya kuingiza bunifu zao sokoni. Anafanya jumla zaidi ya 120 ambao anawa sasa hivi. Lakini katika 120 ina maana kwamba kuna Watanzania hatari ambao pia amewapeleka Kongo, amewapeleka Dubai kufanya kazi. Lakini kwa sababu ya ile mfumo wa ubunifu ulivyo, kazi anazozipata nyingine ana subcontract kwa haya makampuni machanga mengine, kwa anazidi kutoa ajira kwa wengine hata ambao sio aliona pale kwake, kwa inaongeza ile wigo ule. Lakini pia of course kama nimesema na ofisi Dubai na Kongo, lakini pia hata hapa nyumbani kwa sababu anashughulika na masuala ya tehama, masuala ya usalama mtandaoni. Kwa hiyo pia anatoa huduma kwa makampuni yetu ya simu, mabenki. Kwa hayo yote ni ya kujivunia. Aidha, amesema kupitia mfumo wa ushirikiano wa kimkakati kati ya serikali ya Tanzania na nchi rafiki pamoja na taasisi za kimataifa, COSTECH imepokea shilingi bilioni 5.65 kwa ajili ya kutekeleza miradi ya utafiti wa pamoja kati ya watafiti wa Tanzania na washirika wake. Amesema kati ya fedha hizo, shilingi milioni 600 zimeelekezwa katika miradi 4 ya usalama wa chakula, ikihusisha udhibiti wa magonjwa ya mazao, uboreshaji wa hifadhi ya chakula pamoja na ubunifu wa vyakula vyenye virutubisho vya hali ya juu. Kuonyesha dhamira ya serikali katika kuhakikisha kwamba taifa linawekeza katika sayansi pamoja na ubunifu kusudi angalau tuweze kushindana na wenzetu, tuwe sehemu ya dunia. Sasa hiyo fedha ambayo nimeisema imefadhili zaidi ya tafiti 50 katika sekta ya elimu, kilimo, afya na mazingira, ili kuhakikisha maarifa haya yanatumika kuboresha maisha ya Watanzania. Mtazamaji, tukiyapata hayo kutoka jijini Dodoma, na sasa ni huko Shinyanga. Wananchi wa kijiji cha Ndunguru kilichopo katika kata ya Chambo, halmashauri ya Ushetu, wilaya ya Kahama, mkoani Shinyanga, wamelalamikia kukosa mawasiliano ya barabara tangu kijiji hicho kianzishwe enzi za uhuru, hali ambayo
imetajwa kusababisha wanawake wajawazito kujifungulia njiani na baadhi ya wagonjwa kupoteza maisha kwa kukosa usafiri wa kuwaisha kwenye matibabu. Wakizungumza na wanahabari katika mkutano wa hadhara wa kusikiliza kero za wananchi, baadhi ya wakazi wa kijiji hicho Jumanne moja amesema kwa muda mrefu sasa wamekuwa wakisumbuliwa na adha hiyo na kuomba serikali kuingilia kati kuona umuhimu wa kupatiwa barabara kama wakazi wa maeneo mengine. Tatizo sana ni barabara. Inayotusumbua barabara. Ikifika hapa barabara na imani watu watafurahi sana. Inafikia muda mama anaanza kukushawishi tu, baba tutahangaika huko njiani, bora nijikaze tu hapa nitajifungulia hapa kwa ajili ya barabara. Shida yetu ni barabara, kikubwa ni barabara. Mimi ninachoomba ni barabara mtuletee. Mwenyekiti wa kijiji hicho Fabian Nyijalu amekiri uwepo wa changamoto hiyo ya kukosekana barabara, ambapo amesema inadumaza maendeleo ya wananchi, huku mbunge wa jimbo la Ushetu Emmanuel Cherehani akitaka TARURA kutatua kero hiyo inayolalamikiwa na wananchi kwa muda mrefu sasa. Barabara kweli ni shida. Pili, kuna madarasa hapa mawili pamoja na ofisi. Vile kuna vyoo shule ya msingi Nyawishi. Halafu kuna zahanati. Bado kuna mawasiliano. Masuala ya kwenu mmeshaniwasilisha barabara, ndio maana niko hapa mpaka sasa hivi jioni hii. Niza watu bane. Barabara niliza historia. Mwaka huu wa fedha tutawatengenezea barabara. Mwaka huu wa fedha umeme utaletwa. Meneja wa TARURA katibu anaenda kuweka kwenye nani. Kesho anaenda Simani. Kupima ile barabara inaunganisha na Nzega. Akitoka kule aje pia kwenye barabara hii aipime, alafu na yeye aingize kwenye kuweka madaraja. Kuna mwana amesema kuna mto. Kwa hayo kutoka huko Kahama mkoani Shinyanga, tusoge hapo Kigoma. Wajasiriamali zaidi ya 300 wanaochakata mazao ya uvuvi katika ziwa Tanganyika kutoka mkoa wa Kigoma, Katavi na Rukwa wameanza kujikita katika biashara ya mtandaoni kwa kuuza mazao ya uvuvi hasa dagaa na samaki mgebuka, mpango unaotazamwa kupunguza madalali ambao wamekuwa wakikwamisha upatikanaji wa faida inayotakiwa. Taarifa ifuatayo inafafanua kwa kina. Wakiwa katika kikao cha tathmini ya biashara mtandaoni, wavuvi na wachakataji mazao ya uvuvi pamoja na viongozi kutoka mradi wa Fish for SP wameeleza tija inayotokana na kuuza mazao ya uvuvi nje ya nchi kwa njia ya mtandao. Ni tofauti na jinsi wateja tulionao kwa masoko yetu ya Kasulu, Kigoma mjini. Hapa kuna utofauti mkubwa. Tutakuwa tumepata wateja walio wengi kupitia kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo tuna imani tutafungasha biashara zetu vizuri na kuzipaki kwa kuziweka lebo na kuziingiza kwenye njia ya mtandao. Faida ya kwanza tutakayoipata kubwa zaidi ni kumuondoa mtu wa katikati hapa, dalali, ambaye dalali anamrudisha nyuma sana mfanyabiashara. Tukifikia masoko makubwa ya nje, natarajia kwanza tutainuka kimapato. Wengi watajifunza kupitia sisi ambao tumeonyesha biashara yetu ile. Naona na watatambua wazi kwamba kumbe hii biashara ya mitandaoni ni nzuri na ina faida kubwa na inawawezesha vizuri wale wachakataji pamoja na wavuvi. Wadau wa masuala ya uvuvi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kitengo cha utafiti wakiongozwa na Profesa Esther Ishengoma, amesema wameongeza nguvu kwa wavuvi kupanua soko la mtandao. Lakini ukiangalia bado hawajafikia kweli vile viwango ili soko lao liweze kuwa kubwa. Kwa hiyo ili soko la mtandao linahitaji mtu awe na uwezo, ametuma oda yake, labda oda zinaweza zikawa nyingi sana. Lazima wawe na umoja ambao kama oda zikija wanaziendea zile oda kwa umoja wao ili kusudi soko liweze kuwa endelevu na kuweza kukua zaidi. Mradi wa Fish for SP upo chini ya shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO chini ya Umoja wa Ulaya, unalibeba swala la kuhakikisha mnyororo mzima wa uvuvi unakuwa na tija, hasa ubora wa mazao ya uvuvi, masoko na kuinua uchumi. Tumetengeneza mfumo
wa biashara e-commerce au digital market, ambao mfumo huo utawawezesha wale wachakataji na wavuvi kuweza kuuza bidhaa zao za uvuvi katika mfumo huo. Kama mtu alikuwa anauza kilo 10 kwa wiki, kwa kutumia soko la kimtandao ataweza kuuza hata kilo 100 kwa wiki. Ni bidii yake tu ya uchakataji kufuata viwango vile tulivyowafundisha, viwango gani vinatakiwa vifikiwe ili kuweza kumsafirisha samaki kwenda katika masoko ya kimataifa. Haya, mtandaoni huko sio kuchati tu, sasa hivi unaweza ukapata na mgebuka, mambo yakaenda vizuri, bando liwe la kutosha. Haya, tuelekee sasa huko Dodoma ambapo mkurugenzi mkuu wa NSSF Masha Mshomba ametoa rai kwa wanachama na waajiri katika uchangiaji wa lazima wa kisheria kuendelea kupeleka michango inayotakiwa kisheria ili mfuko uweze kufanya uwekezaji, kujiendesha na kulipa mafao kwa wanachama wenye sifa. Ametoa rai hiyo jijini Dodoma hii leo katika mkutano wake na waandishi wa habari, akieleza mafanikio katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6. Ya jamii haswa hii inayolipa mafao ya muda mrefu, interest kubwa huwa ni kuangalia jinsi ambavyo mfuko unaweza kutekeleza lile jukumu lake la msingi la ulipaji wa mafao ya muda mrefu. Kwa sababu tunalipa mafao ya muda mrefu. Tukistaafu tunalipa mpaka Mwenyezi Mungu anapochukua. Tukifariki kwa bahati mbaya wategemezi wetu wanalipa. Nikipata ulemavu mimi la hapa leo Masha Mshomba, nitaendelea kulipwa na mfuko wa pensheni. Ndio maana mifuko ya pensheni ni muhimu sana. Sasa uwezo wa kujiendesha pia umepanda, na hiyo sio jambo la ajabu hasa ukilinganisha na ukuaji ambao nimeelezea hapa. Eneo jingine la mafanikio ni swala la Mkulazi, kiwanda cha sukari cha Mkulazi. Wote hapa ni mashuhuda. Mwaka jana tarehe 7 Agosti Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua rasmi kiwanda kile. Kiwanda kile kinamilikiwa na NSSF kwa 96% na wenzetu wa magereza kwa 4%. Akieleza mafanikio hayo, Mshomba amesema katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya 6, thamani ya mfuko wa taifa wa hifadhi jamii NSSF imeongezeka kwa 92% kutoka shilingi trilioni 4.8 Februari mwaka 2021 ambapo kwa sasa hadi kufikia Februari mwaka 2025 imefikia trilioni 9.2. Mafanikio haya yamechagizwa na mazingira rafiki ya uwekezaji hapa nchini, hali iliyopelekea mfuko kupata ongezeko la wanachama na kupelekea pato kuongezeka kupitia michango yao. Tumekuwa ni walipaji wa kodi wazuri katika miaka hii 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Rais. Tumelipa kodi ya takriban bilioni 380. Wastani wa zaidi ya shilingi bilioni 75 kwa mwaka. Na hiyo tunajivunia kwa sababu inachangia pia katika kuwezesha serikali kutekeleza ile miradi mikubwa ambayo wote tunaifahamu na inakuwa na manufaa makubwa chanya katika maendeleo ya taifa kwa ujumla. Na labda niseme katika ile siku ya walipa kodi ya mwaka jana 2024 ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alihudhuria, NSSF ilipata zawadi pale za aina 2. Tulizawadiwa kwa kuwa katika lugha ya Kiingereza, kwa kuzingatia kile cheti ambacho tumepata, nasema ni the most compliant taxpayer at national level. Katika ile taxpayers day, kama kuna waliokuwepo pale nadhani mlishuhudia pale. Ameeleza pia utoaji wa huduma ambamo amesema utoaji wa huduma kwa wanachama mfuko umefanikiwa kupitia ongezeko la matumizi ya tehama ambacho ndicho hasa kipaumbele cha mfuko. Katika kuhudumia wanachama mwaka 2021 matumizi ya tehama yalikuwa 48%. Kwa sasa matumizi hayo yamefikia 87.5% na mpaka kufikia mwisho wa mwaka huu mfuko utakuwa umefikia 100% wa matumizi ya tehama. Na sasa tuelekee huko jijini Mbeya, mtazamaji. Watanzania wameendelea kushauriwa umuhimu wa kujenga utamaduni wa kujisomea vitabu mbalimbali ikiwemo vitabu vya neno la Mungu ili kuongeza maarifa, kwa kuwa mpango wa Mungu kwa mwanadamu upo kwenye maandiko matakatifu. Emmanuel Lulandala anakamilisha taarifa hii. Rai hiyo imetolewa na mchungaji wa kanisa la Moravian Yona Mwambeta, mwenyekiti wa wilaya ya Jimbo la Kusini Magharibi,
wakati wa ibada ya uzinduzi wa kitabu chenye maudhui ya ukombozi wa fikra kilichoandikwa na Mwalimu Selemani Kisangani, ibada iliyofanyika katika kanisa la Moravian ya ushirika wa Kiwira, jimbo la Kusini, mkoani Mbeya. Kama utafanikiwa kuondoa vikwazo kwenye akili, uwe na uhakika utakuwa na akili ya Mungu, na ukiwa na akili ya Mungu umetoboa. Wasemaji wasikiza, sema umetoboa. Mungu akikaa mbinguni sasa hivi, hebu muulize Roho Mtakatifu ukiwa peke yako. Kamuulize Roho Mtakatifu ukiwa peke yako. Mungu aliko mbinguni sasa hivi anawajua kabisa kuna Wanyakyusa wanakufa kifo ambacho hakutaka wafe. Kuna Wandali wanakufa kifo ambacho hakutaka wafe. Kuna wachungaji wanakufa kifo hakutaka wafe. Kuna waumini wanakufa kifo hakutaka wafe. Ukimuuliza Mungu kwa nini wanakufa hivyo, atakwambia hivi: kuna mahali ufahamu wao, kuna mahali akili yao imepata zuio, na lile zuio ndio linasababisha wawe na hali walio nayo. Likiondoka lile zuio, watakufa tofauti na wanavyokufa, watakuwa na heshima tofauti na walio nayo sasa. Ni watu wachache wanaoweza kufikiri juu ya wenzao, kuwasaidia kuondoa zuio linalowafanya waishie kwenye status ambazo sio za kwao. Aidha, mchungaji wa kanisa la Moravian jimbo la Kusini, Lilian Mliuka, amesema ili jamii iweze kukombolewa kifikra ni lazima kujiwekea utaratibu wa kusoma zaidi neno la Mungu pamoja na kumtumikia Mungu, huku akiwasihi vijana kumtafuta Mungu kwa bidii. Kitabu chetu cha leo tunachokizindua cha ukombozi wa fikra. Jamii ikikombolewa katika fikra, imekombolewa katika eneo pana sana: kiuchumi, kiafya, kielimu na katika kila eneo, kwa sababu hakuna jambo lolote linalotokea bila kuanzia kwenye fikra kwanza. Lazima tuanze kwenye fikra ndio tuende kwenye utekelezaji wa jambo. Ninatoa mwaliko kwa vijana wote ambao wanaweza kuwa na karama kama hiyo ya kutulia magotini pa Mungu na wakapata kitu ili kiweze kuisaidia jamii na kuikomboa jamii. Kwa upande wake, mwandishi wa kitabu cha ukombozi wa fikra Selemani Kisangani ameeleza lengo la kuandika kitabu hicho na umuhimu wake katika kuongeza maarifa ya kumjua Mungu. Kwa hiyo tunapozungumzia ukombozi wa kifikra, manake tunajaribu kuzungumzia kwamba Mungu achilie ufahamu ndani yako, ambao huo ufahamu utakusaidia namna ya kumjua Mungu, namna ya kumuelewa Mungu, namna ya kumfahamu Mungu. Sasa unamjua Mungu, lakini namna ya kutambua nyakati, kwa sababu tunaishi katika nyakati ambazo ni za hatari. Kwa hiyo bila ufahamu wa kimungu, manake utajikuta unaishi maisha bila kujua neema ya Mungu, bila kutambua neema ya Mungu, na unajikuta unaingia kwenye mahali ambapo sio sahihi. Lakini ukiwa na ufahamu wa kimungu ndani yako, utakusaidia kutambua mema na kuishi katika mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunaishi katika nyakati ambazo kuna mambo mengi, kuna mafundisho mengi ambayo yanaendelea, mengine ni ya uongo. Kwa hiyo ukiwa na ufahamu wa kimungu, manake una uwezo wa kutambua kwamba hili jambo sio la kimungu. Kwa hiyo utapata maarifa ambayo yanatoka katika maandiko ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadhi ya Wakristo walioshiriki ibada ya uzinduzi wa kitabu hicho, akiwemo Godfrey Kasambala na Ambilike Kagwema, wamesema watu wengi hawana utaratibu wa kujisomea vitabu, ambapo wameishauri jamii kuweka utaratibu wa kujisomea vitabu ili kupata hazina ya maarifa yaliyomo kwenye vitabu mbalimbali. Hapo kuna bwana mmoja alisema, ukitaka uhifadhi fedha zako vizuri, ihifadhi ndani ya Biblia au katika kitabu chochote. Wewe hifadhi hela yako, utaikuta salama, kwa sababu watu hawana mpango, hawana utaratibu wa kusoma vitabu. Lakini kumbe kwenye vitabu ndiko kwenye maarifa, ndio kwenye hazina ya maarifa. Kwa hiyo mimi ninapenda kuwaasa vijana na kuwashauri kwamba wasome vitabu, kwa sababu humo ndimo kuna hazina ya maarifa. Kwamba kumbe vijana tunaweza kujifunza kwamba inawezekana hata kwa kijana mwingine yeyote, kwamba kumtumikia Bwana moja kuna faida. Mikutano mbalimbali, kwamba vijana kwa nguvu zao zitumike katika kumtumikia Bwana na kuelimisha watu wengine kumjua Mungu. Kutoka jijini Mbeya, Emmanuel Lulandala, Upendo TV.
Taarifa hiyo ya Emmanuel Wandala kutoka jijini Mbeya inatufungia ukurasa wa habari za kitaifa. Na sasa tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutatizama katika mataifa mbalimbali.